Taharuki imetanda katika kijiji cha BLM Burati, kaunti ya Isiolo baada ya wezi wa mifugo kuvamia kijiji hicho na kumuua mtu mmoja, kuwajeruhi kadhaa na kuwaiba ngamia. Tukio hili limezua hamaki kutoka kwa wakazi na wafugaji wa eneo hilo, kwani mifugo hao ndio waliokuwa wanawapa pato na riziki. Hilda Kipto ana taarifa kamili. Mwendo wa saa 4 usiku, milio ya risasi ilisikika. Maisha ya mtu mmoja yalikatizwa, huku wengine 6 wakiponea na majeraha ya risasi. Wasiwasi mkubwa umeibuka katika eneo la Burati, kaunti ya Isiolo baada ya uvamizi na wezi wa mifugo. Uvamizi huu ulifanywa lengo kuu likiwa ni kuiba mifugo. Waliingia wakachukua ngamia, wakaua mtu mmoja na wakajeruhi mtoto mdogo. Hapo ndo sasa sisi tulitoka kutoka nyumbani kwenda kurescue watu. Tulipokuwa tunaelekea kule, wakaweka ambush kwa barabara. Ndio wakatupata hapo kwa barabara, wakaamua kutufyatulia marisasi. Mimi nikapigwa kwa mguu. Hapa pia risasi kanipiga hapa. Katika tukio hilo, ngamia 10 waliuawa huku 17 wakiibwa. Shambulizi hili linadaiwa kufanywa na wezi wa mifugo kutoka kaunti ya Samburu. Ni leo tumejitokeza kuongea, lakini last week tulizika mwingine upande ya Gotu, ambaye hata haki yake wala ule waliofanya kitu bado hatujajua. Na imekuwa ni mtindo baada sisi kupiga kelele kwa muda mrefu na tukaona hatusaidiki, tuliamua tunyamaze. Lakini kunyamaza kwetu tunaona mambo yanaendelea kuzidi, mali yetu inaenda ikiisha. Aidha, wakazi wa eneo hilo walipokuwa wakijaribu kuokoa mifugo wao walipatwa na shambulizi jingine. Mimi nilikuwa nyumbani, nikamchukua gari pamoja na vijana kadhaa, tulikimbiza huko. Kufika katikati, walichukua ambush ndani ya barabara, walitupiga sisi. Shambulizi hili limekemewa vikali na wakazi wa Burati, kwani kijana mwenye umri wa miaka 11 alijeruhiwa. Kulingana na wakazi hao, hii si mara ya kwanza kushambuliwa na mifugo wao kuuawa. Wanakuja kushukua, anaua na anarudi na kwao. Mwizi anajulikana, mali anatoka, babake anajulikana, mali anatoka, wako na chief, wako na MCA. Kwa nini mali inapelekwa pale na hairudi? Lakini ukijaribu kushukua moja yao, hata ya wizi ipotee igiwe kwa mali yako, tutalipa. Aidha, wafugaji hawa wameikashifu serikali na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa kile walichokiita kuchukulia jambo hili kimzaha. Hilda Kipto, NTV.